Jaji tunaanza Mheshimiwa Dr. Joseph Kizito Mwagama, jiandae Mheshimiwa Kiombo, jiandae Mheshimiwa Gulamali, jiandae Mheshimiwa Ishengo ya Kikoyo. Mheshimiwa Naibu Spika, ninakushukuru sana kwa kunipa nafasi ya kuwa mchangiaji wa kwanza asubuhi hii ya leo. Na Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kwanza uniruhusu kumpongeza sana Mheshimiwa Hamza Johari, mbunge na mwanasheria mkuu wa serikali. Ni mara chache sana sisi wabunge wakati mwingine tunapata fursa ya kutambua mchango mkubwa wa wadau kwenye utungaji wa sheria. Mheshimiwa Naibu Spika, mimi nimekuwa kwenye kamati ya kudumu ya Bunge ya Utawala, Katiba na Sheria kwa miaka 9 sasa 10 tukiwa tunafanya kazi hizi, na tumefanya kazi kwa weledi mkubwa. Katika kipindi hiki kifupi ambapo kamati yetu ya Utawala, Katiba na Sheria imeshirikiana na mwanasheria mkuu wa serikali huyu Hamza Johari, tumeona ufanisi mkubwa sana katika utungaji wa sheria. Kwa kweli sisi kama kamati tunakiri tumepata mtu mahiri, mtu mwenye weledi wa hali ya juu na mtu mzalendo sana kwa taifa lake. Mheshimiwa Naibu Spika, utakubaliana na maneno haya kwa sababu hata kwenye hotuba yetu ya kamati leo umeona namna ambavyo tumekuwa na mjadala na serikali kuhusiana na marekebisho na mapendekezo ya marekebisho ambayo yaliletwa kwenye kamati. Unaona kwa sehemu kubwa au kwa 100% tumefikia makubaliano na serikali katika yale mambo ambayo tuliona yana maslahi mapana kwa serikali na kwa taifa na kwa wananchi. Ni agharabu kupata watu kama hawa. Tunapowapata ni lazima tuwatie moyo. Naomba waheshimiwa wabunge mniunge mkono katika kumpongeza sana mwanasheria mkuu huyu mzalendo mkubwa sana kwa taifa letu, na ninamshukuru sana kwa sababu amerahisisha sana utendaji wa kamati yetu. Mheshimiwa Naibu Spika, pia nimpongeze sana msomaji wa taarifa yetu Mheshimiwa Seif Gulamali, mtu mzalendo ambaye amekuwa na mchango mkubwa sana kwenye kamati. Yeye pamoja na wanakamati wenzetu tumeweza kufanya kazi hii pamoja. Mheshimiwa Naibu Spika, kulikuwa na marekebisho ya sheria 9 na mimi naomba nijikite kwenye sheria 4 kati ya 9, nikiamini kwamba waheshimiwa wabunge wengine ambao watapata nafasi ya kuchangia watagusia maeneo mengine ambayo yatabaki, na hili nalifanya kwa sababu ya muda. Ningepata muda wa kutosha tungeweza kuwa na mchango katika kila eneo ambalo limefanyiwa marekebisho. Mheshimiwa Naibu Spika, nianze na hii sheria ya makosa ya uhujumu uchumi na uhalifu wa kupanga sura ya 200, yani the Economic and Organized Crime Control Act Cap 200. Utakumbuka Mheshimiwa Naibu Spika, miaka ya nyuma uendeshaji wa mashtaka kwa sehemu kubwa sio tu yale ya jinai na wala sio tu yale ya uhujumu uchumi. Uendeshaji wa mashtaka katika ujumla wake umekuwa ukifanyiwa kwa viwango visivyo na ubora, kwa sababu kwa sehemu kubwa uendeshaji wa mashtaka ulikuwa unafanyika kwa watu ambao pengine hawana taaluma hiyo ya kutosha au hawana majukumu hayo kimsingi. Mashtaka yamekuwa yanaendeshwa na polisi ambao ndio wana competence kwenye maeneo ya ulinzi na usalama, lakini kwenye uendeshaji wa mashtaka pengine hawajabobea sana. Katika miaka ya karibuni Ofisi ya Taifa ya Mashtaka imefanya mapinduzi makubwa sana. Mheshimiwa Rais ambaye kwa nafasi hii tunampongeza sana, ametoa fursa ya ajira kwa vijana wetu wenye sifa na uwezo mkubwa ambao wameajiliwa katika maeneo mbalimbali nchini, na sasa Ofisi ya Taifa ya Mashtaka inajitosheleza kwa sehemu kwa kuwa na watu wenye weledi wa kuweza kufanya maamuzi na kuendesha mashtaka bila kupata
idhini ya moja kwa moja au ya karibu au usaidizi wa karibu wa moja kwa moja wa mkurugenzi wa taifa wa mashtaka. Kwa hiyo maamuzi haya sasa, Mheshimiwa Naibu Spika, yanaiondoa ile section ya 26 ya hii sheria ambayo ilikuwa inalazimisha kwamba mashauri yanayohusu masuala ya uhujumu uchumi na uhalifu wa kupanga yapate idhini kwanza ya mkurugenzi wa taifa wa mashtaka. Kwa kufanya hivyo, maana yake sasa yale makosa ya uhujumu uchumi yanapotokea kwenye maeneo mbalimbali yanaweza kufunguliwa kwenye maeneo mbalimbali na yakafanyiwa kazi kwa mujibu wa sheria hii, na kwa kufanya hivyo tutapunguza mlundikano mkubwa sana wa mahabusu, kwa sababu wengi walikuwa wakishutumiwa kwa makosa haya walikuwa wanalazimika kushikiliwa kwenye vituo vyetu vya polisi au kwenye mahabusu zetu kwa muda mrefu wakisubiri kibali cha mkurugenzi wa taifa wa mashtaka. Kwa haya maelezo niliona ni maelezo muhimu ili kuwasaidia Watanzania kuona namna gani serikali hii ya awamu ya 6 inajitahidi kwa kadri inavyowezekana kupunguza adha inayohusiana na upatikanaji wa haki jinai. Mheshimiwa Naibu Spika, eneo la pili ambalo nilidhani nitolee mchango ni sheria mbili. Hizi nitazitamka kwa mfululizo kwa kufuatana, kwa maana the Government Chemistry Laboratory Authority Act kept 177, yani mamlaka ya maabara ya mkemia mkuu wa serikali sura ya 177, ambayo kimsingi inaendana sambamba na Industrial and Consumer Chemicals Management and Control Act KEP 182, kwa maana ya sheria ya usimamizi na udhibiti wa kemikali za viwandani na majumbani sura ya 182. Mheshimiwa Naibu Spika, dunia yetu imebadilika sana. Wakati sheria ya mamlaka ya maabara ya mkemia mkuu wa serikali inatungwa, na wakati sheria ya usimamizi na udhibiti wa kemikali za viwandani na majumbani inatungwa, silaha za kemikali hazikuwa popular sana. Lakini sasa hali ya dunia imebadilika, aina ya silaha zimeongezeka nyingi. Miongoni mwa silaha ambazo zimeongezeka ni hizi za kemikali, ambazo sheria zetu hizi mbili wakati zinatungwa hazikuliona hilo tatizo. Sasa hii sheria ya mamlaka ya maabara ya kemikali ya mkemia mkuu wa serikali inaondoa ile tafsiri ya chemicals, na inaitaka hii sheria sasa itumie tafsiri ya chemicals ambayo iko kwenye sheria ya usimamizi na udhibiti wa kemikali za viwandani, ili kuweza kuaccommodate sheria ya kuaccommodate chemical weapons, silaha za kikemikali. So hiyo kwa sehemu hii tunaona umuhimu wake, lakini pia kwenye mamlaka ya maabara ya mkemia mkuu inaongezwa nafasi ya mwakilishi kutoka kwenye Jeshi la Wananchi wa Tanzania ambao ana utaalamu unaohusu silaha za kemikali. Sasa utaona namna ambavyo mapendekezo haya yanaenda kuliweka taifa letu katika hali ya usalama zaidi. Kwanza, inamuingiza mtu mwenye uwezo wa kutambua, kuchangia na kusaidia kufafanua maeneo yanayohusu kemikali za silaha za kemikali, ambaye ni askari wa Jeshi la Wananchi mwenye maarifa, weledi na taaluma hiyo. Lakini pili, inapanua tafsiri ya kemikali ili kuwezesha kemikali zile ambazo hazikuwepo kwenye orodha ya kemikali hatarishi
zikiwemo hizi silaha za kemikali ziingie kwenye tafsiri zetu za sheria na ziweze kufanyiwa kazi kwa mujibu wa sheria hii. Nilidhani haya ni maeneo muhimu ambayo pia Watanzania wanapaswa kuelewa kwa nini sheria hizi zinafanyiwa marekebisho na zina manufaa yepi kwa ulinzi wa taifa letu la Tanzania. Yapo maeneo mengine, Mheshimiwa Naibu Spika, ambayo amefanyiwa marekebisho ambapo kamati imepata nafasi ya kuelezea, lakini kama nafasi inaniruhusu, kama muda utaniruhusu, nitamani niongelee hii sheria ya bandari kwa maana the Port Act sura ya 166, nayo imekuja na mapendekezo mazuri ambayo nilitamani bunge lako likubaliane nalo. Shughuli za bandari sasa zimezidi kuwa professional. Matumizi ya teknolojia yamekuwa ni ya lazima ili bandari yetu iweze kufanya kazi kwa tija na kwa tija kubwa. Sasa ili tufike hapo ni lazima tujali professionalism. Kwa hiyo mapendekezo yanayoletwa hapa, Mheshimiwa Naibu Spika, ni kufanya marekebisho kwenye kifungu cha 12 kifungu kidogo cha kwanza kwa kuongeza majukumu ya bandari kuendesha shughuli za taasisi za mafunzo. Manake bandari sasa iweze kuendesha taasisi ya mafunzo maalum yanayohusu management ya bandari. Na haya mafunzo, Mheshimiwa Naibu Spika, utakubaliana nami, Mheshimiwa Rais mara kadhaa amelalamika kuhusu mapato na makusanyo yanayotoka bandarini. Moja ya sababu ni kwamba mifumo ya kidijitali haizungumzi. Mapato yetu yanavuja, lakini bandari ina fursa nyingi sana. Tunahitaji wabobezi kwenye eneo hili. Hatuwezi kuwapeleka kila mahala. Tukiwa na taasisi ya mafunzo maalum kwa masuala ya bandari ambayo itaendeshwa na mamlaka za bandari wenyewe, tunaweza kuchangia na kusaidia sana taifa letu katika kubobea kwenye eneo hilo na kupata mapato yatakayoliendeleza taifa letu. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa sababu ya muda ninakushukuru sana na naunga mkono hoja. Asante.